Vikosi vya Urusi vimefanya mashambulizi makubwa siku moja dhidi ya vituo vya viwanda vya Ukraine. Ni mashambulizi mazito, ni mashambulizi hatari ambayo yamefanywa na Urusi, ambayo yamehusisha silaha za masafa marefu na ndege zisizokuwa na rubani. Wizara ya Ulinzi ya Moscow iliripoti mnamo siku ya Jumapili, huku mamlaka za Ukraine na vyombo vya habari vikithibitisha mashambulizi hayo, huku baadhi wakidokeza kuwa ilikuwa ni moja ya mashambulizi makubwa zaidi tangu kuzuka kwa mzozo mwaka 2022. Katika taarifa iliyoripotiwa katika operesheni hiyo, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema kwamba vikosi vyake vimefanya makombora mazito yaliyohusisha silaha za masafa marefu ya anga, baharini na ardhini, ikiwa ni pamoja na mfumo wa makombora wa Kinzhal wa angani pamoja na ndege zisizokuwa na rubani ambazo zililenga vifaa vya kijeshi, viwanda na mafuta vya Ukraine. Kwa ufupi ni kwamba Ukraine imeharibiwa kutokana na mashambulizi haya. Wizara haikutoa maelezo zaidi, lakini imesema kuwa malengo ya makombora hayo yamefikiwa na malengo yote yaliyoteuliwa yalifikiwa na yalifanikiwa kwa kiwango kikubwa. Urusi bado inaendeleza operesheni yake maalumu nchini Ukraine katika kile ilichoeleza kwamba lazima ihakikishe utawala wa Volodymyr Zelensky unaachana na mpango wake wa kuendelea na vita ambavyo wakati huu vimekuwa ni vita vya mawakala wa kutoka katika mataifa ya magharibi. Volodymyr Zelensky wa Ukraine amethibitisha shambulizi hilo katika chapisho lake katika Telegram, akidai kuwa limehusisha ndege zisizokuwa na rubani 477 za Warusi zilizosheheni milipuko pamoja na makombora 60 ya aina mbalimbali. Alitumia fursa hiyo kuwaita tena waungaji mkono wa magharibi wa Kiev kuipatia mifumo zaidi ya ulinzi wa anga. Zelensky pia alifichua kwamba Kiev ilipoteza ndege ya kivita ya F-16 iliyokuwa ikitolewa na nchi za magharibi wakati ikijaribu kuzima shambulizi la kombora. Rubani alifariki katika tukio hilo. Wakati huo huo, katika chapisho kwenye ukurasa wa X, mbunge wa Ukraine Mariana Buzuglaya alishutumu uongozi wa kijeshi wa nchi hiyo kwa kuwaua marubani wa kivita kwa madai ya kushindwa kutengeneza itifaki za kupambana na ndege zisizokuwa na rubani. F-16 ni moja kati ya ndege hatari ambazo zimetoka nchini Marekani na ambazo Marekani imekuwa ikizitumia katika operesheni zake mbalimbali, na ndio ndege pekee zinazoaminika kufanya mashambulizi ya usahihi zaidi, ingawa kuna ndege zaidi ya hizo. Lakini ni miongoni mwa ndege ambazo wachambuzi wa masuala ya kivita wanasema ni ndege ambazo zina uwezo mkubwa katika mapambano, lakini ndege hiyo ya F-16 imedunguliwa na Warusi. Kulingana na hesabu ya jeshi la Ukraine, zaidi ya roketi 20 zilizoingia na ndege nyingine zisizokuwa na rubani 40 zilifanikiwa kupenya ulinzi wa anga wa nchi hiyo wakati wa mkururu wa makombora hayo na mashambulizi hayo. Katika chapisho kwenye ukurasa wake wa Facebook, Stefan Kulinyak, mkuu wa utawala wa kijeshi katika jiji la Drohobych katika mkoa wa Lviv magharibi mwa Ukraine, alisema kwamba kutokana na shambulizi la anga, moto ulizuka katika kituo cha miundombinu cha viwanda. Maafisa katika mkoa huo walisema kuwa ni mashambulizi yaliyosababisha hasara, lakini miundombinu pia imeharibiwa vibaya. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, tutaendelea kukujuza ni nini kinajiri katika vita hivi vya Warusi na wa Ukraine ambavyo sasa vimedumu ndani ya miaka mitatu na ambavyo bado vimekuwa ni endelevu, huku rais wa Marekani Bwana Donald Trump akiendelea na mpango wa kutafuta namna ya kumaliza vita hivyo. Endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua ya ulimwengu.